Ndani ya Media Goma TV tunawakaribisha katika habari zetu za kila mara, habari zetu za asubuhi ya leo na habari zetu za mchana wa leo. Leo tuna mengi ya kuwatangazia katika habari zetu ndani ya Media Bukavu TV na ndani ya Media Goma TV. Mashabiki zangu mahali popote mko, tunawakaribisha kupitia habari zetu za kila mara. Kama ni mara ya kwanza kuungana na sisi kupitia Media Bukavu TV na kupitia Media Goma TV, tunawakaribisha katika habari zetu za Media Goma TV mara ya pili. Na kwa sasa leo mashabiki zangu, acha kwanza tusalimie mashabiki zetu wote kutokea ndani ya upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa Kinshasa, Lubumbashi, Manyema na Kindu, na kutokea upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Tuna mengi ya kutangazia katika habari zetu za leo, mchana wa leo na habari za asubuhi ya leo. Kwa sasa tunakuja kuwapeleka katika uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hata kwanza, kabla tuzungumze mengi zaidi, tusikilize kwanza watu wetu wako katika uwanja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndani ya seta yenye uwanja mapambano. Kuna mengi watatuelezea kupitia yote inayopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nizungumze mengi, kwanza tuwasikilize hili tukuje kuchambua moja moja katika habari zetu za leo. Nini M23? Kwa sababu hao ni M23. Lakini hao wengine wote wadogo wadogo, makaporali bishimbo wanguza kuchanika, ambao wanatembelea komandema militaire za wakubwa, hawa wote watabaki na wazalendo. Hivi ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo wazalendo watajikuta watamontea puissance kwa nguvu kubwa, kwa nombre kubwa ya askari ambao wako forme. FARDC wote ambao hawana vyeo wote watakuwa wazalendo. Hawa waibu wote watakuwa wazalendo. Wanakimbia wakubwa wa FARDC, wakomanda region, wakomanda brigade, wale ambao wako korompi na M23 ndio watakao kimbia, kwa maana hao FARDC ambao hawana vyeo hawako korompi, wao wanaendeshwa tu na komandema militaire. Watakimbia wenye vyeo vyao sasa. Kama ambavyo walikimbia Goma, vijana watakamatwa mateka wengi, ndivyo watakavyoachwa pia hivyo. Kama ambavyo walikimbia Bukavu, wenye vyeo wakaenda zao Kalemi, watoto wakabaki hivyo holela wana mlezi, ndivyo watakavyobaki maeneo yote hivyo vitafikianza. Na huu ndio utakuwa sasa ushindi wa hivi vita. Maana wazalendo wakienda sasa Minembwe, hakuna komandema militaire ya kuambia repli strategic. Wakati huo madini silaha wasipati tena kwa FARDC, hawategemei na FARDC. Silaha wanakuwa finance na nani? Na Burundi. Na kwa kuwa mini strategic ziko Uvira bado iko mikononi mwa wazalendo. Baraka maana kutoka Burundi kuingia ndani ya Kongo, hiyo tronso iko wazi, raporo kama zote. Vijana wa Nyarugusu watatoka wote kwenye kujiunga kwenye jeshi, kwa maana ni vita sasa, sio vya kuisha watoto. Ni vita sasa vya kukomboa nchi. Unaona? Na vita vitapigana wapi? Nord Kivu na Sud Kivu. Sud Kivu na M23 haina nguvu. Kama Rwanda akitupa drone, maana yake na nini? Burundi itawapa wazalendo drone. Maana yake zile drone za Rwanda zitakutana na drone za Burundi. Na Burundi kwa sababu pesa iko, tunayompa Burundi, atanunua drone za kutosha. Ndio hiyo sasa armea ya Kongo inapasuka vipande viwili, ambao wataenda na watrete wanajulikana moja, ambao wataenda na wazalendo inajulikana moja, na vita vitakuwa sasa clear. Ambia baba. Hivyo vita. Tofauti na hivyo, ndugu zanguni, hamtapata mwanasiasa mwingine na mchambuzi wa siasa mwingine atakayefungua haya mambo wazi kama ambavyo ninasema. Lakini kutembea na Tshisekedi ndani ya FARDC, kutembea na Tshisekedi ndani ya FARDC ni sawa sana kutembea na M23 ambao mmevaa tu nguo tofauti, lakini ni jeshi moja. Sasa Tshisekedi hapa ataona vita vinavyoelekea, ataita hii coordination ya wazalendo politiki. Kuna nini huko? Atakaa nao mezani kwanza. Tshisekedi ndio kwanza kuwaita. Anakaa nao mezani. Wanaongea. Ile mikataba inafanywa. Haonaki tena ya kutumba, haonaki Rene, haonaki Makanaki, haonaki haonaki yeyote. Anaanza kuongea sana raia ambao ni viongozi wa hawa ambao ndio wanaweza kuongea na Burundi, wanaweza kuongea na Tanzania, na hivyo ndio mwisho wa vita. Hivyo sasa ndio mwisho wa vita. Hivyo ndio mwisho wa vita, maana ndio vinakuwa vita vya kufa mtu. Kimoja kieleweke, ndio inaitwa sare tu ndo match. Tofauti na hivyo baba, hata wazalendo ambao mko Fizi mtapigwa, mnaondoka. Hapo mnapomsio tu recreation. Kabisa. Ambao mko Uvira mtapigwa, uondoke. Kwa mwamvuli wa M23 mnaondoka. Nimeshawaambia vitu vingi na siri nyingi na siasa nyingi. Watu sikii. Naenda Mihenge. Na ili tu Burundi anasubiri. Hivi Ndayishimiye anafanyaga ite akisikia habari mbichi. Anasema ungekuwa Mrundi wewe kijana ningefurahi sana. Ndayishimiye
Anasemaga mimi ningekuwa Mrundi angefurahi sana. Na mimi nikiamua nitakuwa wangu Mrundi. Lakini siwezi. Sasa ngoja twende Mienge. Sikiliza habari ya Mienge. Sikiliza habari ya Mienge sasa. Twende baba, ambia watu. Kilichotokea Mienge ni hichi hapa. Hapo ni Mikenge hapo. Mikenge. Baada ya wazalendo kuondolewa Mikenge hapo ndani ya maeneo mengi ya Minembwe. Hii ilikuwa ukweli, hata kama vyombo vingi vya habari vilificha vikutaka kutangaza. Kabisa. Hiyo ni ukweli. Wakaje kuweka position yao kubwa wapi? Mikenge na maeneo mengine. Kabisa. Lakini pia hawa watu waneo wakataka tu wapige Mienge ili washuke waje kukamata Kwenzero. Good, s'il vous plaît, atuka. Ambacho najua wazalendo wanafanya politiki ile ila M23 ndio waliofanya Mienge. Baada ya kukamata Mienge, wazalendo hawakuendelea kukaa pale Mienge, wale wakubwa walitoka wakaendelea na vita huko. Kabisa. Lakini pale Mienge pakabaki tu kama position ya kawaida ya wazalendo kadhaa hivi. FARDC ikatoa siri ikawaambia M23 mimi ninapasua sijari. Kama wataniua wameua kijana wao na wameshakufa wengi. Sijari. Na wataniua mchungaji, naongea ukweli. Nena Mungu anasema mtaifahamu kweli na ukweli tutaweka huru. Kabisa. Kweli naongea ndio tutakaoweka huru hapo. Hiyo ndio shida ya Kongo hiyo. FARDC ikawapa wa M23 plan. Hapana, pale Mienge hakuna askari pale, wako kama vijana 15 hivi. Mwende mwashambulie. Vijanaji sana. Ninyi tu mpite hivi, mkipita njia fulani mtakwepa wazalendo hao wenye nguvu hamtawaona, mkuchomokea hivi mtaingia Mienge, mtapigana tu mtakamata. Sawa. Ndivyo alivyotembea hao. Ni kweli wakapasua na wakaingia Mikenge. Mienge ilikamata. Wakapigana na wale vijana pale vijana wakakimbia. Mienge ikawa tombe. Baada ya Mienge kuwa tombe, baka kuja hii information ikawafikia wazalendo, lakini pia na jeshi la Burundi ambalo liko Ozantura Mienge. Wakatoka. Mienge imeangukaje? Aje. Kwa hiyo wazalendo wakarudi pamoja na jeshi na initeza Burundi, jeshi la Burundi wakatengeneza kikosi cha haraka. Tena kupatiana raforo. Wakaji. Vita vya kukamata tena Mienge ikakuwa ngumu. Pigana ndani ya lisali. Kabisa. Wakaji. Wakaja kupigana tena pale Mienge. Ambia. Hivi ninavyoongea na wewe wakairudisha tena Mienge mkononi. Lakini ukweli ni kwamba Mienge ilianguka kwa muda wa masaa kadhaa. Turoneo ilikamata kabisa, ni ukweli usiopingika. Hata wale walioandika Mienge imekamatwa hawajakosea, kwa maana Mienge ilikamatwa leo. Good. Lakini kwa muda pia saizi FARDC wazalendo na wajeshi wa Burundi nikisema wamekamata FARDC ni ulimi umetereza. Jeshi la Burundi na wazalendo pamoja na waibu walirejesha wachache Mikenge Mienge pale, na wale vijana wa Turoneo waliokuwa wamekuja wamevimba pale walikimbia. Unajua kukimbia walikimbia kweli kweli. Na mdamu naongea na wewe Mienge yuko kwa mikono ya FARDC ya wazalendo. Jeshi la Burundi. Yes. Yuko Mienge leo. Saizi. Naongea na wewe. Ni jeshi la Burundi. Sasa vita vya Kongo havitabiriki. Leo tunaweza tukaongea hivi kesho, lakini inabadilika. Yote viko hivi. Ndio maana chochote unachokiona mtangazaji ametangaza ama ameandika usikatae. Kabisa. Ndio watu. Andiko kwa wakati hiyo taarifa ilikuwa hivyo ilivyo, lakini baada muda mfupi masaa mawili matatu ibadilika. Taarifa ikabadilika. Vita vya Kongo viko hivi, na ndio maana watu wengi wanasema siamini radio ni ya uongo, huyo mtangazaji ni wa uongo. Ile anaandikaga vyake vya uongo. Hapana. Vita vya Kongo haviko stable. Havisimami hivi. Vinabadilika. Asante bwana ndugu yangu, tutazungumza baadaye. Hili ni kuja kusikiliza, tuongee na watu wangu hapa kidogo. Munasikiliza mara moja katika habari inaendelea kuambia. Kila mara nikiongea watu wananichukulia ati ndugu yangu, nimewaambia kila mara FARDC ina mbingu ya hii vita. Niliwaambia Kongo haijachukua muda wa kumaliza hii vita, liko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Siku Kongo FARDC, serikali ya Kongo ilitaamua tu, hakuna jambazi yote atakuwa ndani ya Kongo. Hii nimekwambia kabisa. Lakini Kongo kwa sababu wajambazi, yani FARDC, le gouvernement, le autorite, sio kusema wale wa chini, kwa sababu wa chini nao wanaongozwa na autorite. Wale wa viongozi wanakulia kwa njia ya haya mapigano. Ndio maana unajipata katika viongozi wa moja katika serikali wanapata mbingu yote ya maisha yao kuwa bora zaidi, wanakulia kwa damu ya Wakongomani. Ndio maana nakwambia, ukiwa unanisikiliza kupitia media Goma TV, ukiwa unanisikiliza kupitia media Bukavu TV, hakuna habari yoyote utapata ya ukweli bila hii television. Ndio maana nakwambia sasa sisi tunapasua mawe yote yenye ilikuwa inajificha, ili watu wajue clear, wajue ni nini ninavyoendelea. Hata kama niliwaambia Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ingilikuwa anataka, tunasema kila mara kama Rwanda inashambulia Kongo, si ndivyo? Rwanda inashambulia Kongo. Kwa serikali ya Kongo inakosa nguvu ya kushambulia nao Rwanda, hizo itume madrone katika nchini ya Rwanda. Hebu niambie kitu kama hiki. Lakini ni kwa sababu Kongo haijaamua. Ingekuwa kila mara tunasema, unajipata wanajeshi wanasema, wanajeshi wa Rwanda wametuma mabombe huko, wametuma maavio ya ndege za vita zimeingia M23. Kongo na nyinyi si mko na silaha, si mko na vyombo kama wa Rwanda nao. Kwa nini nyinyi hamshambulie Rwanda kama gesi Rwanda inawashambulia? Ni kwa nini? Hapana kulialia. Kila mara unasikia tu tunalia, Wakongomani tunalia, tunashambuliwa. Wazalendo wanapiga nduru huko, tunashambuliwa. Vyombo mko navyo, mlipewa silaha. Kwa nini nyinyi amtumie silaha hapo? Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kagame anatumia gisi inavyotangazwa. Kagame anatumia madrone, anatumia mandege za vita kwenda kushambulia Rwanda. Nani Kongo? Kwa nini serikali ya Kongo ama rais wa Kongo yeye hatumie vyombo kama hivyo, aishambulie kusini? Ana vyombo kama manchi mengine, napewa support kama manchi mengine. Niliwaambia Kongo ni kwa sababu hili vita halijafika mwisho. Na hili vita viongozi vya serikali vinajua utamu ya hili vita. Kila eneo popote mnasikia M23 imeshika, serikali iko na support hapo. Muliona Goma gisi ilishika mara moja. Hebu niambie kitu kama hiki. Hebu kumbuka hatua mwanajeshi huyu generali alikuwa Mama Dundala. Mama Dundala huyo hatua alikuwa anapambana Goma 2012 na waasi wa M23. Mnajua M23 sio leo tu. Muliona gisi walipigwa Goma mpaka mara moja wa kuingia mpaka santre ya Goma. Wakapigwa kabisa mno. Lakini ndani ya serikali walifanya nini? Walisaliti Mamadu akakufa. Ndio maana unajipata serikali ya Kongo ina mambo yenye haieleweki. Wazalendo na jeshi la Ibu wale njoo, hata wajeshi wa Ibu mtakuja kusikia mara moja wanakuwa wazalendo. Gesi kamanda anavyozungumza. Kumbuka Ibu ni jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini kuna vitu mingi wanafichwa kwa sababu wale ni wanajeshi wapya. Wale ni wanajeshi wapya. Ndio maana kuna vitu mingi hawaelewi kitu gani ninavyoendelea katika uwanja wenye mapigano. Kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, kupitia media Bukavu TV, tunakutakia heri njema, tuje kupatana kwa habari zetu mengine sasa. Kwa majina ni reporter Nelson Kilamaro, ukiwa unanisikiliza kupitia media Goma TV, kupitia media Bukavu TV, utajua mengi zaidi, na Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe. Bye bye.